Mimi naitwa Dr. Said Kuganda, ni daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, lakini pia kwenye jamii huku tunashiriki katika taasisi inayoitwa Jamii Bora Health Services Network. Ni taasisi ambayo imekusanya Muslim professionals upande wa afya kwa ujumla wake. Leo katika kipindi hiki ningependa tu nizungumze kwa uchache saum au mfungo wa Ramadhani na afya ya akili, kwamba je, mfungo huu wa Ramadhani iko na faida kiasi gani, uko na manufaa kiasi gani katika kuimarisha afya zetu za akili. Kwa tukizungumza afya ya akili, tunamaanisha ni kule kutengamaa kwa akili, kutengamaa kwa namna ya unavyofikiri, unavyowaza, unavyokabiliana na changamoto za kila siku, lakini pia kuweza kufanya mambo ambayo ni productive katika jamii, ukawa mzalishaji, yani jamii ikakutegemea pia. Sasa kinyume cha hapo inakuwa kama vile una changamoto ya afya ya akili au una maradhi kabisa ya afya ya akili. Kwa hiyo kuwa na akili ni jambo jema, kwa sababu akili ndio inayotathmini utu wa mtu. Kwa hivyo akili yako isipokuwa timamu, mambo yanakuwa mengi tofauti sana. Na hata sisi Waislamu tunaambiwa kwamba wanaoenda huko peponi au wacha Mungu wanakuwa na akili. Kinyume chake hawana akili nzuri. Kwa hivyo kwa definition ya kwetu, kimsingi afya ya akili ni kule uwezo wako wa kuweza kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi, na kuliacha jambo sahihi, na kuliacha jambo lililokatazwa kwa wakati huo uliokatazwa. Kwa hivyo huo ndio ucha Mungu wenyewe, kuwepo sehemu ambayo unatakiwa uwepo na usikae kabisa sehemu ambayo unatakiwa usikae. Sasa mwezi wa Ramadhani unaambatanisha kufunga, kujizuia. Tunaambiwa tunajizuia katika kula, tunajizuia kunywa, tunajizuia matamanio labda ya kujamiana na mke na mume, tunazuia kutumia vivuto, vilevi, masigara mchana wote umefungulia. Kwa haya ni mambo ambayo tunaambiwa tujizuie hata kama tuna uwezo nayo. Lakini kwa nini tunafanya hivi? Ni kwa sababu ya manufaa ya kwetu sisi wenyewe. Tunaambiwa unafunga ili uwe mcha Mungu. Maana yake unafunga ili akili yako iwe sharp, iwe timamu vizuri. Na hamna mcha Mungu ambaye hana akili timamu. Sasa sisi upande wa madaktari, sisi sio mashehe, sisi tunaongea science ya kufunga, kwamba tukifunga ni mabadiliko gani yanatokezea na inakuwaje mpaka atatupeleka huko katika kuimarishaji wa afya ya akili au kuwa na akili njema zaidi. Tukiangalia kufunga na ustawi wa afya ya akili, kwanza katika level ya juu kabisa cognition, yani utambuzi, cognitive functions yetu, utakuta kwamba wakati tunakaa na njaa au tumefunga kwa muda ule wa masaa 12 au 13, kuna vikemikali katika brain huwa vinaanza kuzalishwa, na zile kemikali zinazalishwa kwa sababu sasa mfumo mzima una concentrate kwenye akili, damu inaenda kwenye akili, vitu vingi vinafanya kazi kwenye akili. Kwa hivyo hizo factors zinatengenezwa huko, au hizo kemikali zinatengenezwa huko, na kimsingi zinasaidia kuongeza uwezo wako hata wa kumbukumbu, unaongeza uwezo wako wa concentration, yani umakini wa mambo inaongezeka wakati huo umejizuia kwa muda kula. Na uzuri ni kwamba hata katika hali ya kawaida distractions nyingi zinatokana na haya mambo ambayo mara nimekula, mara nimetamani, nimeona sijui kitu gani nimekitamani, sijui kitu gani, vinatuharibia sana uwezo wetu wa kutafakari. Kwa hiyo hizo distraction tukizizuia, yani hivyo vinavyotuchanganya huko mchana wa Ramadhani, tukivizuia,
maana yake tunaupa muda ubongo na akili zikafanya kazi vizuri. Kwa hiyo vinazalishwa hivyo vitu vinaitwa brain derived neurotrophic factors. Lakini pia inatunza au inaimarisha neurons, zile nerves za fahamu zinazopasha fahamu mbalimbali mwilini, huwa zinaimarishwa na zinalindwa, protection ya neurons wakati unafanya hii swaumu. Na hii maana yake nini? Hii maana yake inafanya hizo neurons ziwe zimestawi zaidi kiasi kwamba zinakuwa vigumu kufa mapema. Kwa hiyo hata ile process ya kuzeeka inakuwa inachelewa. Hata yale maradhi, kwa mfano dementia, maradhi ya ufahamu ukiwa mzee sana, yanapungua hatari yake. Lakini pia ndani ya kufunga kuna kudhibiti wa hisia, tuite mood regulations, kwamba kuna matatizo ya kiakili ambayo yanatokana na shida za mood. Yani hii mihemko ya mara leo nina huzuni sana, mara leo nina furaha sana, mara nimekasirika, mara ninawasha, hii mihemko hii. Kwa hiyo ndani ya Ramadhan tukishinda na njaa kidogo, ina regulate. Kuna kemikali nyingine zinaitwa serotonin, nyingine inaitwa dopamine, zinarekebishwa. Sasa hii hali ya mihemko tofauti tofauti, na hasira, huzuni, na nini, umefurahia sana kupita kiasi, ile inatokana na kemikali zinaitwa serotonin. Kwa hiyo zile huwa zikiwa chache ndio unaanza mtu kusikia mood mbaya mbaya, lakini zikiwa nzuri katika level yake, uwiano wake sahihi, unakuta mtu unajisikia vizuri, una utulivu na amani, na unafanya vitu kwa utulivu. Kwa hiyo inatusaidia kudhibiti hata zile hasira zetu, na tunaambiwa tusiwe tuna extremes za hisia, yani usikasirike, kwa sababu kukasirika kunaleta shida zaidi. Usihuzunike kupita kiasi, kwa sababu ukihuzunika unapata shida zaidi. Sasa hii wakati wa kufunga inarekebisha hivyo vitu. Kwa hiyo utakuta watu hatuna hasira sana, hata kuna wazazi hata walikuwa wanawachapa watoto wao, lakini mwezi wa Ramadhani wala watoto wanajua kabisa mwezi huu hatuchapwi sisi. Kwa hiyo watu wamekuwa wamerelax, wana amani. Ni kwa sababu ya hizo kemikali zinazokuwa zinazalishwa wakati huu tumefunga. Lakini pia kuna kupungua kwa viwango vya kemikali nyingine inayoitwa stress hormone. Stress hormone, cortisol. Hii kemikali mara nyingi sana ndio inayoitaga uchovu, yani machungu, sijui na nini, yani muda mrefu ukiwa na hiyo hali, maana yake hiyo kemikali iko juu sana. Sasa ndani ya Ramadhani tukiwa tumefunga, cortisol levels zinashuka chini. Na zikishuka chini cortisol levels, unapata ile hali ya utulivu, unapotea kwenye maumivu, na msongo wa mawazo hautakuwa mwingi sana, unakuwa umepungua. Emotional resilience, yani uwezo wako wa kuhimili hisia, huwa inatokea wakati pia tumefunga. Tunasema ndani ya kufunga kuna kustahamiliana. Kustahamili ndio ile resilience unaijenga, kwamba mtu akikufanyia ukorofi ni rahisi zaidi kumstahamili ndani ya mwezi wa Ramadhani kuliko ile miezi mingine. Kwa nini? Kwa sababu tunajua hapa tukifanya hayo mambo mazuri ya kustahamiliana, ni kwamba tunalipwa mara 10 zaidi. Yani mtu kwa sababu anajua analipwa mara 10 zaidi, anakubali kukaa na hali ya kusamehe, anakubali kutokasirika, anakubali, yani anavumilia vitu ambavyo miezi mingine asingekubali kuvumilia. Ila hapa ameahidiwa jambo zuri, na yeye ameshatiania tokea anaamka kwamba mimi nitakuwa na hii level ili nisije ikaharibu saumu yangu. Maana yake anapata muda mzuri wa kustahamili. Lakini hii inajenga nidhamu sasa, nidhamu na udhibiti wa nafsi ya mtu. Kwa hiyo ile self control inakuwepo, na hata akitoka hapo ana uwezo wa kujidhibiti vizuri. Kwa hiyo tunaona kabisa katika Ramadhani na kufunga kwetu ni tofauti sana na just kukaa na njaa. Kukaa tu na njaa haiambatani na nia nzuri, lakini huku kwenye kufunga inaambatana na nia na matarajio ya kupewa hizo thawabu au rewards. Wakati wa Ramadhan pia, wakati tunajizuilia na kufunga, kuna kemikali pia ndani ya ubongo inazalishwa kwa wingi. Na hii kemikali kazi yake kubwa ni kutuliza hivi, yani inakutuliza, you feel good.
na inakuondoa kwenye maumivu madogo madogo. Kwa mfano mtu akiwa na stress muda mrefu anakuwa na maumivu, mara mgongo unauma, mara sijui kifua kinabana, sijui na nini, vichwa vinauma. Lakini wakati tumefunga, kuna chemicals zinaitwa endorphins ambazo zenyewe zinazalishwa kwa wingi. Zikizalishwa kwa wingi zinamuondoa mtu kwenye maumivu, zinamfanya mtu ajisikie vizuri na utulivu wa nafsi. Na hiki ndio tunachokitaka. Nafsi ikitulia ndio ucha Mungu wenyewe. Kwa wacha Mungu au waumini huwa nafsi zao zinatulizana. Kwa nini zinatulizana? Kwa sababu wanapata muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu kila mara. Sasa kwa kumtaja Mwenyezi Mungu kila mara, nafsi zinatulia. Mwezi wa Ramadhani umeletwa, umeturefushia mambo, yani mwezi wa kurefusha kila jambo. Kwa hiyo hata ibada za swala tunapitilizaga. Badala ya swala zile 5 tunaongeza sunna nyingi, ili mradi tu kumtaja Mwenyezi Mungu kuwe kwa wingi zaidi. Tunakaa sana misikitini, ili mradi tu kumtaja Mwenyezi Mungu tunaongezeka zaidi. Sasa kwa staili ile tunafanya hizi endorphins ziwe produced nyingi, na hivyo kuwa tuna feel good, tuna feel vizuri, tunajisikia vizuri. Lakini kuna kipindi tukifunga vizuri, hata levels za sukari kwenye mwili au sukari kwenye damu huwa zinatulia, sasa zinakaa sawa sawa. Na tunaona wengi huwa wanapataga nafuu, hata wale ambao sukari zao zinaletaga shida wakati wa miezi mingine, wakiingia katika mwezi wa Ramadhani sukari zao zinaanza sasa kuimarika, zinakuwa stable. Kwa hivyo inatusaidia hata regulations za insulin na sukari ya kwenye mwili. Kisaikolojia, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna kitu tunakipata, hisia ya kuridhika. Yani ukiwa content unaridhika na mambo, mara nyingi akili nayo pia inatulia. Sasa tunajifunza katika Ramadhani tunaridhika na hata kwa kidogo. Wakati mwingine tunagawana iko jamani, njooni mfuturu pamoja, tunafuturu pamoja, tunashirikiana pamoja. Inaleta hali ya utulivu wa kisaikolojia na kuridhika. Kwa hiyo nayo ni muhimu sana ambayo tunaipata ndani ya Ramadhani. Kiakili tunasema mambo mengi yanatuharibikia, au misongo mingi ya mawazo yanayokuja ni kwa sababu tu tunashindwa kutafsiri vizuri, au tunashindwa kuipa mitazamo matukio. Yani mtu amekutukana, umeitazama vibaya, umeitafsiri vibaya alipokutukana, matokeo yake unaanza kukasirika, unaumia. Lakini tukibadilisha ule mtazamo, tukaona labda amekutukana, labda mwenzetu mgonjwa, labda amechanganyikiwa, yani unampa udhuru kiasi kwamba unaanza kumsamehe hata kabla hujaanza kureact. Hile inatupa training nzuri kwenye Ramadhani, kwa sababu kwenye Ramadhani vitu vingi tunachukuliana udhuru, tunasameheana, tunatazamana katika hali nzuri chanya. Hata mtu ambaye unaona mbona huyo omba ananiomba sana, ninokasirika, lakini mwezi wa Ramadhani ndio unampa hata kabla hajakuomba, yani unatoa tu. Kwa hiyo mitazamo inakuwa tofauti. Sasa ile mitazamo chanya inatujenga sana, iko ndani ya Ramadhani. Tunatoa, tunapendana, tunashirikiana. Mtu akikukanyaga unamuomba wewe sore, unamuomba samahani na nini, yani hivyo. Kwa hiyo unabadilisha mtazamo, na ndio hiyo, ukiweza kubadilisha mtazamo wa matukio ya kila siku, utajikuta wewe mwenyewe uko na peace. Hata kama mtu anakweli anakudharau, anakutukana, wewe unambadilishia mtazamo, unajikuta kwamba bora mimi nimeishi kwa amani. Kwa hiyo ipo tunaipata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini ndani ya Ramadhani vile vikao vyetu vya msikitini vile tunasemaga itikafu zile. Vile vikao ni huku kwenye saikolojia ni tiba tosha hivi. Kwa sababu sisi tunaita itikafu au vikao vya kutafakari. Huku nje tunaviitaga mindfulness, yani unakaa unafanya meditation yako, unaanza kujiscan, unaangalia wapi umepatia, wapi umekosea, umekaa sawa. Yani sasa kwenye itikafu is more, kwa sababu itikafu zetu sisi tuna connect na Mungu. Kwa hiyo tunapata utulivu zaidi, kwamba mimi sija connect na dunia, nime connect na Mungu. Kwa hiyo unapata malipo, unapata utulivu wa nafsi, na unapenda hasa ukae pale kwa muda mrefu, kwa sababu makolokocho ya nje yote yanakuwa yanapepotea wewe na Mungu wako, na mna discuss mambo yani wewe na Mungu wako. Kwa hiyo vile vikao vya namna ile vinaboresha sana ukaribu wako na Mungu wako, na hiyo ni positive aspect ya mental health, kuwa karibu na Mungu wako. Tuna dua nyingi sana mwezi wa Ramadhani, tuna swala nyingi sana mwezi wa Ramadhani. Hivyo vikao hivyo viko vingi sana hivi. Hizi zote maana yake tunaongeza kumtaja Mungu, na tukiongeza kumtaja Mungu
mara nyingi tunakuwa tuna afya njema ya akili. Kushirikiana na kusaidiana na kusameheana, hizo ni vipengele muhimu sana katika kuimarisha afya zetu za akili. Kwa hivyo tunachojijengea katika mwezi wa Ramadhani ni ule uwezo wetu sasa wa kushirikiana upya, wa kufahamiana tena upya, wa kupeana msaada, wa kusameheana. Watu wanatafuta zile radhi za Mungu, lakini pia katika kupata hizo radhi za Mungu wanajikuta sasa kumbe washajifunza kitu kipya ambacho kiliwapotea. Sasa wanaanza kuendeleza yale maneno, kwa sababu ule ucha Mungu sio kumaliza Idi. Ucha Mungu ni kuendeleza mlichokipata baada ya Idi. Sasa kile ni kitu kingine cha msingi. Labda nimalizie kidogo katika faida zingine za huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwamba wale wenzetu wenye uraibu au wenzetu wenye kutamani visivyo vilivyozuiliwa kutamani, mwezi huu unawasaidia sana, kwa sababu therapy yake, yani tiba yake inakuwa kwa group, sio mmoja mmoja. Tiba ya group hamna kujuta sana. Kwa hivyo kujizuia na vilevi, kujizuia na jimaa ya wanawake wasio kuhusu, au hata kuangalia tu vitu ambavyo kwa vitamani kupita kawaida. Sasa vile ndani ya Ramadhani huwa tunajidhibiti sana, na matokeo yake huwa wengine tunaweza sana, hadi unatoka ndani ya Ramadhani unasema kwa kweli sasa sirudi tena kufanya mambo ya ajabu kama yale. Lakini ndio kwa sababu mazoezi baadaye unaona unafeli. Lakini kama tunaweza kuendeleza yale mazoezi kwa group ile, tutajikuta kwamba mambo mengi sana tunayaacha ya uraibu haya, ya kutegemezi, kwa mfano sigara, pombe, na nini, yote haya ni mambo ya uraibu ambayo kimsingi tukiwepo katika mwezi wa Ramadhani tunajifunza vizuri hivi, na baadaye huenda tukatoka na tabia njema ya kuimarisha afya ya akili. Nimemaliza, nimechoka kuzungumza.